Kuna mahali duniani maisha yalikuwa yakipiga kelele kila kona. Watoto wakikimbia kwenye korido nyembamba, wanaume wakishuka chini ya ardhi kutafuta makaa ya mawe, na familia zikijazana ndani ya vyumba vidogo, zikiishi karibu kuliko sehemu yoyote ile nchini Japan. Leo hii hakuna sauti, hakuna hatua za miguu, wala hakuna moshi kutoka jikoni. Lakini majengo bado yamesimama, ila watu waliokuwa wakiishi humu hawapo tena. Hiki ni kisiwa cha Hashima, na hii ni hadithi ya namna ambavyo mahali palipojaa maelfu ya watu paligeuka kuwa kimya cha milele. Karibu The Storyside. Kama ungechukua ramani ya Japan na ukaanza kushuka taratibu kuelekea kusini magharibi, karibu na pwani ya mji wa Nagasaki, kuna nukta ndogo sana ambayo kwa macho ya kawaida inaweza kuonekana haina maana yoyote. Ni ndogo kiasi kwamba watu wengi wanaopita juu ya bahari kwa meli au hata kwa ramani hawaitambui kabisa. Hiki ndiyo kisiwa cha Hashima. Kisiwa kidogo kilichofichwa katikati ya maji ya bahari ya Japan. Kwa umbali kinaonekana kama kipande cha jiwe kilichotupwa baharini. Hakina miti mingi ya kijani inayovutia macho. Hakina fukwe ndefu za mchanga mweupe kama visiwa vingine. Badala yake kinaonekana kigumu, kimekaa kama ukuta wa kijivu uliosimama juu ya maji. Ukikaribia zaidi ndipo unapogundua kitu cha ajabu. Hiki si kisiwa cha kawaida. Sehemu kubwa ya uso wake imefunikwa na zege. Majengo yamejengwa karibu kabisa na ukingo wa bahari. Hakuna nafasi kubwa kati ya jengo na jengo. Ni kama mji mzima umejengwa juu ya jiwe moja lililozungukwa na maji. Bahari inayoizunguka haipo tulivu kila wakati. Mawimbi hupiga ukuta wa kisiwa hiki kwa nguvu. Sauti yake ni nzito na ya kugonga zege na miamba. Na kutokana na hali hiyo, kisiwa hiki kilijengwa kikiwa kimezungukwa na kuta imara za zege kama ngome. Ngome ya kuzuia bahari isiingie, lakini pia ngome inayokitenga na dunia nyingine. Kwa nje kinaonekana kama sehemu isiyo na uhai, lakini ukweli ni kwamba chini ya ardhi yake kulikuwa na siri kubwa. Chini ya tabaka la miamba na zege kuna mtandao wa kina sana wa ardhi uliojaa makaa ya mawe. Sio kiasi kidogo, bali akiba kubwa sana iliyokuwa na thamani kubwa kupita kiasi katika zama zake. Katika karne ya 19, dunia ilikuwa inabadilika kwa kasi. Viwanda vilikuwa vinaanza kuibuka. Mashine zilikuwa zinahitaji nguvu. Miji ilikuwa inaanza kukua, na nguvu kuu iliyokuwa inaendesha yote hayo haikuwa mafuta, haikuwa umeme kama leo, bali ilikuwa ni makaa ya mawe. Makaa ya mawe ndiyo yalikuwa moyo wa mapinduzi ya viwanda. Yalitumika kuendesha treni, kuwasha mitambo na kuifanya dunia isonge mbele kwa kasi ambayo haijawahi kuonekana kabla. Na kila mahali palipokuwa na makaa ya mawe palikuwa na nguvu, palikuwa na pesa na palikuwa na thamani kubwa sana. Ndiyo maana hiki kisiwa kidogo kisichoonekana kuwa na maana yoyote kwa macho ya juu kilikuwa ni kitu ambacho kingebadilisha kabisa. Lakini kitu kilichokuwa chini yake kilikuwa na uwezo wa kugeuza jiwe hili la bahari kuwa moja ya maeneo muhimu zaidi katika historia ya viwanda ya Japan. Kisiwa cha Hashima hakikuwa kikubwa hata kidogo. Kisiwa hiki kina urefu wa takriban mita 480 na upana wa karibu mita
160. Hii ina maana gani? Ni eneo ambalo unaweza kulitembea kutoka upande mmoja hadi mwingine kwa dakika chache tu. Kwa ukubwa wa jumla, kisiwa hiki kina takriban hekta 6.3 tu. Lakini cha kushangaza zaidi sio ukubwa wake, bali ni idadi ya watu waliowahi kuishi humu katika kilele chake. Zaidi ya watu 5,000 waliishi kwenye eneo hili dogo sana. Hii inaifanya kisiwa cha Hashima kuwa moja ya maeneo yaliyowahi kuwa na msongamano mkubwa zaidi wa watu duniani kwa wakati wake. Fikiria hilo. Eneo dogo kuliko viwanja vingi vya mijini, lakini lina maelfu ya watu, na hapo ndipo hadithi ya kweli ya kisiwa hiki inaanza. Mwaka 1890, ndani ya kipindi ambacho Japani ilikuwa inabadilika kwa kasi, kampuni kubwa ya viwanda iliyojulikana kwa jina la Mitsubishi ilifanya uamuzi ambao ulibadilisha kabisa hatma ya kisiwa hiki kidogo. Walikinunua, lakini hawakukinunua kwa sababu ya uzuri wake. Hawakukinunua kwa ajili ya utalii. Walikinunua kwa sababu moja tu, ya kile kilichokuwa chini yake, ambacho ni makaa ya mawe. Kwa wakati huo, makaa ya mawe hayakuwa tu rasilimali ya kawaida. Yalikuwa nguvu, yalikuwa uchumi, na yalikuwa ufunguo wa taifa kuingia kwenye zama mpya. Mara baada ya kununuliwa, shughuli zikaanza, sio kwa kasi kubwa mwanzoni, bali kwa hatua ndogo ndogo. Wafanyakazi wachache waliletwa kisiwani. Zana za msingi zilianza kutumika. Hakukuwa na majengo makubwa, hakukuwa na mji. Kulikuwa na juhudi tu za kuchimba chini ya ardhi. Kila siku wanaume walikuwa wanashuka chini ya miamba hiyo migumu, kwa mikono, kwa nguvu na kwa matumaini kwamba kile walichokuwa wanatafuta kingebadilisha maisha yao. Lakini kazi haikuwa rahisi. Ardhi ilikuwa ngumu, maji ya bahari yalikuwa karibu sana, na kila hatua ya kuchimba ilikuwa na hatari. Hata hivyo, kidogo kidogo matokeo yakaanza kuonekana. Makaa ya mawe yakaanza kupatikana, japo si kwa kiasi kikubwa. Kadiri uchimbaji ulivyoongezeka, ndivyo thamani ya kisiwa hiki ilivyoongezeka. Kutoka sehemu iliyokuwa haijulikani ikaanza kuonekana kama hazina. Na wakati huo huo, nje ya kisiwa hiki, Japani ilikuwa inabadilika. Katika kipindi cha mageuzi makubwa ya Meiji Restoration, taifa lilikuwa linaacha mfumo wa zamani na kuingia kwenye dunia ya kisasa. Viwanda vilikuwa vinaanzishwa, reli zilikuwa zinajengwa, miji ilikuwa inaanza kupanuka, na kila kitu kilihitaji kitu kimoja ambacho ni nishati, na nishati hiyo ilitokana na makaa ya mawe. Ndiyo maana kadiri mahitaji yalivyoongezeka, ndivyo macho ya watu yaligeukia maeneo kama kisiwa cha Hashima. Shughuli zilianza kuongezeka, wafanyakazi wakaanza kuja zaidi, zana zikaboreshwa, mipango ikapanuliwa. Kisiwa ambacho hapo awali kilikuwa kimya kilianza kusikia sauti za nyundo, sauti za kuchimba, na sauti za mwanzo wa kitu kikubwa. Bila wengi kugundua wakati huo, kile kilichokuwa kinaanza hapo hakikuwa tu mgodi, ilikuwa ni mwanzo wa mabadiliko makubwa ambayo yangekigeuza kisiwa hiki kidogo kuwa mojawapo ya maeneo yenye shughuli nyingi zaidi katika Japani ya wakati huo. Kadiri miaka ilivyopita, kile kilichoanza kama operesheni ndogo ya uchimbaji kilianza kubadilika kwa kasi ambayo hakuna aliyekuwa ameitarajia. Na katikati ya bahari, kisiwa cha Hashima kikaanza kujaa. Watu wakaanza kuja kwa wingi, wafanyakazi, familia zao, watoto, kila mtu akivutiwa na kitu kimoja ambacho ni kazi na matumaini ya maisha bora. Lakini kulikuwa na tatizo moja kubwa ambalo ni nafasi.
Kisiwa hiki hakikupanuka, hakikuongezeka ukubwa, lakini watu waliendelea kuongezeka, na ndipo suluhisho likapatikana. Majengo ya ghorofa yakaanza kujengwa, moja baada ya jingine, kila jengo likiwa karibu sana na lingine. Hakuna nafasi ya kupoteza, hakuna sehemu ya kupumua. Zege kila mahali, ukuta juu ya ukuta, sakafu juu ya sakafu. Kisiwa hiki kilianza kuonekana kama mji uliobanwa ndani ya sanduku. Ndani ya majengo haya vyumba vilikuwa vidogo, sio kwa sababu walitaka, bali kwa sababu walilazimika kufanya hivyo. Familia nzima iliweza kuishi kwenye chumba kimoja tu. Hakukuwa na nafasi ya ziada, hakukuwa na faragha ya kweli, lakini bado walijenga maisha yao humu. Asubuhi korido zilijaa watu, watoto wakikimbia huku na kule, wanawake wakipika, wanaume wakijiandaa kwenda kazini, na juu ya paa za majengo ndipo kulikuwa na nafasi ya pekee ya kupumua. Watoto walicheza hapo, walikimbia, walicheka, walitazama bahari kutoka juu ya paa, kama vile huo ndio ulikuwa uwanja wao wa michezo. Hakukuwa na bustani, hakukuwa na viwanja vikubwa vya wazi, hakukuwa na miti mingi ya kutoa kivuli, lakini kulikuwa na maisha. Ndani ya kisiwa hiki kila kitu kilikuwepo. Shule zilijengwa, watoto walijifunza kusoma na kuandika katikati ya bahari. Maduka yalifunguliwa, watu walinunua chakula, walizungumza, walishirikiana. Kulikuwa na hospitali, mahali pa kutibu majeraha, mahali pa kuleta maisha mapya duniani. Na hata kulikuwa na sinema ndogo, mahali ambapo watu walikaa pamoja wakatazama filamu na kusahau kwa muda mfupi ugumu wa maisha yao. Kwa nje kisiwa hiki kilionekana kigumu, cha zege, cha kijivu, kisicho na uhai, lakini ndani yake kilikuwa kinaishi, kilikuwa kinapumua, kilikuwa kina kelele. Sauti za watu zilijaa kila kona, sauti za maisha. Na kwa wale waliokuwa wanaishi hapa, hawakuona kama wamebanwa, hawakuona kama wamefungwa. Kwao hapa ndiyo nyumbani, mahali pa familia, mahali pa kazi, mahali pa maisha yao yote. Na bila wao kujua, walikuwa wanaishi kwenye kile ambacho kingekuja kuitwa baadaye moja ya maeneo yenye msongamano mkubwa zaidi wa watu duniani. Lakini nyuma ya kelele zote hizo kulikuwa na kitu ambacho wengi hawakukizungumza sana, kwa sababu chini ya maisha hayo kulikuwa na ukweli mwingine uliokuwa unangoja kujitokeza. Lakini nyuma ya kelele za watoto na maisha yaliyokuwa yanaonekana juu ya majengo ya zege, kulikuwa na ukweli mwingine, ukweli ambao haukuonekana kirahisi. Kila siku kabla hata jua halijachomoza vizuri, wanaume walikuwa tayari wamesimama, wakiwa wamevaa mavazi ya kazi, wakijiandaa kushuka mahali ambapo watu wengi hawangependa kufika hata mara moja. Walishuka chini ya ardhi, chini zaidi ya kile ambacho macho hayawezi kufikiria. Kadiri walivyoshuka, mwanga wa jua ulipotea, ulipungua polepole mpaka ukatoweka kabisa, na kilichobaki kilikuwa ni giza. Migodi ya makaa ya mawe ya chini ya kisiwa cha Hashima haikuwa sehemu ya kawaida ya kazi. Ilikuwa ni dunia nyingine. Joto lilikuwa kali sana, hewa ilikuwa nzito, na wakati mwingine ilikuwa ngumu hata kuvuta pumzi. Kulikuwa na gesi hatari zisizoonekana kwa macho, zisizo na rangi, lakini zenye uwezo wa kuua kimya kimya. Na juu ya vichwa vyao kulikuwa na ardhi nzima iliyowazunguka, jiwe, miamba, bahari, na wakati wowote ingeweza kuporomoka. Kila hatua ya kazi ilikuwa hatari. Kila dakika ilikuwa na uwezekano wa kuwa ya mwisho, lakini walifanya kazi hiyo siku baada ya siku, wiki baada ya wiki, miaka
baada ya miaka, kwa sababu wengi wao hawakuwa na chaguo. Na pindi dunia ilipoingia kwenye kipindi cha vita vya pili vya dunia, hali ilibadilika na kuwa mbaya zaidi. Mahitaji ya makaa ya mawe yaliongezeka, kazi ilihitajika zaidi, lakini wafanyakazi wa kawaida hawakutosha. Na hapo ndipo watu wengine wakaanza kuletwa kisiwani. Watu kutoka Korea na watu kutoka China. Hawakuja kwa hiari, hawakuja kwa matumaini ya maisha bora, waliletwa kwa nguvu. Walilazimishwa kufanya kazi ndani ya migodi hiyo hatari, katika hali ile ile ya joto, katika hewa ile ile nzito, na chini ya hatari zile zile za kifo. Kwao hali ilikuwa ngumu zaidi, kwa kuwa hakukuwa na uhuru, hakukuwa na chaguo la kuacha kazi, na hakukuwa na njia ya kukimbia. Walikuwa wamefungwa sio kwa minyororo iliyoonekana, bali kwa mfumo ambao hawakuachwa huru. Wengi wao hawakurudi tena juu, walishuka na wakabaki chini. Kifo kilikuwa karibu sana, lakini hakikuwa na kelele, hakikuwa na onyo. Kilikuwa kinakuja kimya kimya, katika giza, ndani ya ardhi, na juu ya ardhi maisha yaliendelea. Watoto waliendelea kucheka, familia ziliendelea kuishi, sauti za watu ziliendelea kusikika, kana kwamba hakuna kilichokuwa kinatokea chini. Na hapo ndipo ukweli ulipojitokeza wazi. Kisiwa hiki kilikuwa na sura mbili. Sura ya juu ilikuwa ya maisha, ya kelele, ya familia, ya matumaini. Lakini sura ya chini ilikuwa ya mateso, ya giza, ya hatari na ya vifo vilivyokuwa havionekani. Na kwa muda mrefu sura hizi mbili ziliendelea kuishi pamoja, juu na chini. Kwenye uso wa kisiwa, ukilitazama kwa haraka, kila kitu kilionekana kimepangwa. Majengo yamesimama kwa mistari, njia nyembamba zinapita katikati yake, kila kitu kikionekana kama mfumo uliodhibitiwa. Lakini ukikaa hapa kwa muda, ndipo unapogundua ukweli wake. Hapakuwa na nafasi, sio nafasi ya kutembea kwa uhuru, wala nafasi ya kupumua kwa utulivu. Watu walikuwa wanaishi karibu sana, zaidi ya kawaida, ndani ya majengo yale ya zege. Vyumba vilijaa maisha. Chumba kimoja kinaweza kuwa na wazazi, watoto na vitu vyote vya ndani. Ukuta mmoja tu mwembamba ulikuwa unawatenganisha familia moja na nyingine, na ukuta huo haukuwa unazuia sauti. Kila kitu kilisikika: mazungumzo ya jirani, sauti ya mtoto anayelia, vikombe vinavyogongana jikoni, na hata hatua za mtu anayetembea juu ya sakafu zilikuwa zinajulikana. Hakukuwa na siri, hakukuwa na faragha ya kweli. Kila mtu alikuwa sehemu ya maisha ya mwingine. Asubuhi korido zilijaa watu, wengine wakipita haraka kuelekea kazini, wengine wakisimama kuzungumza kidogo. Na jioni, baada ya kazi, kisiwa kizima kilihisi kama kinapumua pamoja. Lakini hata katika pumzi hiyo kulikuwa na uzito, kwa sababu maisha yote yalikuwa yamebanwa ndani ya eneo moja dogo. Hakukuwa na mahali pa kukimbilia ukiwa unahitaji kuwa peke yako. Hakukuwa na sehemu ya kutulia kimya bila kusikia mtu mwingine. Hata bahari iliyozunguka kisiwa hicho haikuwa sehemu ya mapumziko kwa urahisi. Ilikuwa mbali, na mara nyingi ilikuwa na mawimbi makali. Kwa hiyo watu walibaki ndani ya mfumo huo huo, ndani ya zege, ndani ya msongamano, ndani ya maisha yaliyojibana. Lakini cha ajabu, walizoea. Binadamu ana uwezo wa ajabu sana wa kuzoea hata mazingira magumu. Walianza kuona hali hiyo kama ya kawaida. Walicheka, walizungumza, waliendelea na maisha, kwa sababu kwao hakukuwa na chaguo jingine. Kila kitu
kilizunguka kitu kimoja tu ambacho ni makaa ya mawe. Kadiri walivyozidi kujibana ndani ya mfumo huo, ndivyo maisha yao yalivyozidi kufungwa ndani ya kitu kimoja: kazi chini ya ardhi na maisha juu ya ardhi. Na hakuna kati ya hivyo kilichokuwa rahisi, lakini waliendelea kwa sababu hiyo ndiyo ilikuwa dunia yao. Kadiri miaka ilivyopita na dunia ilivyoendelea kusonga mbele, mabadiliko yalianza kutokea. Sio kwa kelele, sio kwa ghafla kubwa ya kuonekana, bali polepole, kwa utulivu ambao haukutia hofu mwanzoni. Dunia ilikuwa inabadilika. Teknolojia mpya zilianza kuibuka. Njia mpya za kupata nishati zikaanza kugunduliwa, na kile kilichokuwa msingi wa kila kitu ambacho ni makaa ya mawe kikaanza kupoteza nafasi yake. Kwa muda mrefu makaa ya mawe yalikuwa moyo wa viwanda, lakini sasa kitu kingine kilikuwa kimeingia ambacho ni mafuta. Mafuta yalikuwa rahisi kusafirisha, yalitoa nguvu zaidi kwa gharama ndogo, na yalikuwa yanafaa zaidi kwa dunia mpya iliyokuwa inaibuka. Na bila wengi kugundua mara moja, mizani ilianza kubadilika. Mahitaji ya makaa ya mawe yakaanza kushuka kidogo kidogo, lakini kwa uhakika. Na hata kwenye kisiwa cha Hashima dalili zilianza kuonekana. Kazi zilianza kupungua, ratiba zikaanza kubadilika. Uchimbaji haukuwa tena kama zamani. Sauti zile za shughuli nyingi zilianza kupungua, na watu walianza kuhisi kitu, sio kitu kinachoonekana wazi, ni hisia ya kwamba kuna kitu kinaelekea mwisho wake. Biashara ilianza kushuka. Faida haikuwa tena kama ilivyokuwa zamani. Gharama zilianza kuzidi kile kilichokuwa kinapatikana. Kwa kampuni iliyokuwa inamiliki kila kitu, uamuzi haukuwa wa hisia, ulikuwa wa hesabu, na hesabu zilikuwa wazi. Migodi iliyokuwa chanzo cha maisha yote ya kisiwa hiki haikuwa tena na thamani ile ile. Hapo ndipo ukweli ulianza kujitokeza. Kile kilichokuwa nguvu ya Hashima, kile kilichokuwa sababu ya watu kuishi hapa, kile kilichokuwa moyo wa kila kitu, kilikuwa kinaanza kupotea. Bila nguvu hiyo, kisiwa hiki hakikuwa na kitu kingine cha kushikilia. Hakukuwa na viwanda vingine, hakukuwa na shughuli nyingine, hakukuwa na sababu nyingine ya watu kubaki. Mwaka 1974, kile ambacho kilikuwa kinaonekana kama dalili tu kiligeuka kuwa ukweli. Uamuzi ulifanywa, uamuzi ambao haukuwa na kelele, haukuwa na mjadala wa wazi kwa watu wa kawaida, lakini ulikuwa na athari kubwa sana. Migodi ilifungwa, na kwa mara ya kwanza kile kilichokuwa kinaendesha kila kitu kwenye kisiwa cha Hashima kilisimama. Hakuna kazi, hakuna shughuli, hakuna sababu ya kuendelea kushuka chini ya ardhi. Na pale ambapo kazi ilisimama, ndipo kila kitu kingine kilianza kusimama pia. Hakukuwa na kipato, hakukuwa na uhakika wa kesho, hakukuwa na maisha kama yale yaliyokuwa wameyazoea. Na ndipo watu wakaanza kuondoka, sio wote kwa wakati mmoja, sio kwa tukio moja kubwa, bali polepole, lakini kwa kasi ambayo haikuweza kuzuiwa. Familia moja ikaondoka, kisha nyingine tena. Milango ilifungwa, lakini sio kwa kufunga kabisa maisha, bali kwa kuacha nyuma. Baadhi ya madirisha yalibaki wazi, pazia zikipeperushwa na upepo wa bahari, kana kwamba nyumba bado inasubiri mtu arudi. Ndani ya vyumba vitu vilibaki pale pale, meza, viti na hata vitanda, na kama maisha yalisimama katikati na watu wakaondoka bila kuyaweka sawa. Hakukuwa na muda wa kupanga kila kitu. Hakukuwa na mpango wa kusema tutaaga polepole. Ilikuwa ni ghafla, kwa sababu
kila mtu aliamini kitu kimoja, ya kwamba hakuna kilichobaki hapa. Na ndani ya muda mfupi sana, kisiwa kilichokuwa kimejaa kelele za maelfu ya watu kilianza kupoteza sauti zake. Siku moja kulikuwa na watoto wanacheza juu ya paa. Siku chache baadaye paa hizo zikawa tupu. Siku moja korido zilijaa mazungumzo. Siku chache baadaye zilikuwa kimya, na ndani ya wiki chache tu mabadiliko yakawa kamili. Kisiwa kizima kikabaki tupu. Hakuna watu, hakuna maisha. Kilichobaki ni majengo na kumbukumbu. Na hapa ndipo Hashima ilipoacha kuwa mji na kubaki kuwa kivuli cha historia yake. Mahali palipokuwa na sauti za watu elfu, ghafla pakawa kimya. Sio kimya cha kawaida, sio kimya cha usiku ambacho kinaisha asubuhi. Ni kimya kizito, kimya kinachobaki baada ya maisha kuondoka. Ndani ya kisiwa hakukuwa tena na sauti za watoto. Hakukuwa na vicheko vinavyorindima juu ya paa za majengo. Hakukuwa na miguu midogo ikikimbia kwenye korido nyembamba. Hakukuwa na kelele za vyombo jikoni. Hakukuwa na mazungumzo ya majirani. Hakukuwa na maisha. Majengo yale yale yalisimama pale pale, yakiwa imara, makubwa, yakiwa yamejengwa kuhimili miaka, lakini sasa yakawa matupu. Ndani ya vyumba kila kitu kilibaki kama kilivyoachwa. Vitanda vilivyotandikwa, meza zilizokuwa zimetumika jana tu, vyombo ambavyo havikuoshwa tena. Ni kama muda ulisimama. Hakuna aliyerudi kuvichukua. Hakuna aliyerudi kuvipanga. Hakuna aliyerudi kufunga kabisa maisha yaliyokuwa humu. Madirisha mengine yalibaki wazi, upepo wa bahari ukiingia ndani polepole, ukigusa vitu ambavyo havikuwa tena na mwenyewe. Unapozidi kutazama, ndivyo unavyohisi kama watu walioishi hapa waliondoka haraka, kana kwamba waliinuka tu, wakaacha kila kitu na wakaondoka bila kuaga, bila kuangalia nyuma, na tangu wakati huo hawakurudi tena. Kile kilichobaki si tu majengo, ni ukimya, ukimya wa ghafla uliochukua nafasi ya maisha yote yaliyokuwa hapa kabla ya hili kutokea. Leo kisiwa cha Hashima si tena kile kilichokuwa zamani. Ni kivuli tu cha maisha yaliyowahi kuwepo hapa. Kutoka mbali bado kinaonekana imara. Majengo yamesimama kama zamani, yamejipanga juu ya jiwe lile lile katikati ya bahari. Lakini ukikaribia zaidi, ndipo ukweli unaanza kujionyesha. Zege limeanza kuchoka, kuta zimepasuka, nyufa ndogo ndogo zikikimbia kwenye kuta kama alama za muda. Madirisha mengi hayana vioo tena. Baadhi yamevunjika, baadhi yameachwa wazi, yakiangalia bahari ambayo haijabadilika. Chuma kimeanza kuoza, rangi imefifia, na kila kitu kinaonekana kubebwa polepole na miaka. Lakini cha ajabu, pamoja na hali hiyo yote, majengo bado yamesimama. Yanasimama kama ushahidi kwamba hapa palikuwa na maisha. Ukitembea ndani ya kisiwa hiki leo, hutakutana na watu, hutakutana na sauti ya maisha, lakini utahisi kitu ambacho hakiwezi kushikwa kwa mkono, lakini kinaweza kuhisiwa, ambacho ni ukimya. Sio ukimya mwepesi, bali ukimya mzito, ukimya unaokufanya usimame na kusikiliza kila kitu ambacho hakipo, ukimya unaokufanya ujiulize ilikuwa vipi hapo zamani. Na kadiri unavyozidi kutembea, ndivyo unavyohisi kama kuta hizi zina kumbukumbu. Kila korido ina hadithi, kila chumba kina historia, na hata kama hakuna mtu anayeongea, mahali hapa panaonekana kusema kitu kimoja tu kwa utulivu mkubwa, ya kwamba hapa waliwahi kuishi watu, na labda
ndicho kilichobaki. Sio tu majengo, sio tu mabaki ya zege, bali kumbukumbu zilizogandishwa ndani ya ukimya huu. Kuna maeneo duniani ambapo historia haipo kwenye vitabu tu. Ipo kwenye ukuta, ipo kwenye sakafu, ipo kwenye hewa. Kisiwa cha Hashima ni moja ya maeneo hayo. Mahali palipojaa maisha kisha yakapotea, sio kwa vita, sio kwa mlipuko, bali kwa sababu dunia ilibadilika, na wale waliokuwa wanaishi hapa walilazimika kuyaacha nyuma milele. Je, unafahamu nini kuhusu kisiwa cha Hashima? Tuambie maoni yako kwenye comment. The Storyside tunakusimulia kila hadithi za Afrika na dunia kwa namna isiyosahaulika. Ni mahali ambapo tunafanya historia haiishi, bali inaishi kupitia simulizi zetu. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare simulizi hii kwa wengine. Tuonane kwenye simulizi inayofuata hapa The Storyside.